Kwa majina yangu naitwa Elizabeth Festo Sigera, ndiye katibu baraza la vijana mkoa wa Katavi kwa maana ya Chadema. Leo nimeona nisimame hapa nishare nao yale yote ambayo yakiendelea katika siasa zetu zinazoendelea katika nchi hii ya Tanzania, hasa kwa chama chetu cha Chadema. Tumekuwa na migogoro mingi sana isiyokuwa na kichwa wala miguu. Naomba tusikilizane Watanzania wote na wakazi wote wa mkoa wa Katavi. Tumekuwa na kilio kikubwa cha siasa zinazoendelea kwenye taifa letu. Tumekuwa na siasa za maumivu. Tumekuwa na siasa za hovyo zisizokuwa na tija kwenye taifa letu. Na tukielewa kabisa kwamba lengo kuu la siasa zetu za nchi yetu kwa maana ya vyama vyote ni watu kwenda kutafuta kushika dola, kuongoza nchi. Ndio lengo kuu. Lakini badala yake tumekuwa na siasa za hovyo. Siasa za maneno, siasa za matusi, siasa za utekaji, siasa za vitu ambavyo kimsingi sio za kujenga hoja ya kwamba Watanzania watujadili nini, waseme nini. Badala yake tunatengeneza siasa za maumivu, za kusemana, za kutokufika malengo ambayo tumekusudia. Nataka leo niongee na vijana wa taifa hili, lakini pia niongee na watu wote walika mbalimbali watakao kwenda kusikia sauti hii popote walipo. Hizi ndizo siasa ambazo tumefikishwa leo hapa, ambapo mtu hata wewe ni mwanachama ukizungumza unaogopa utatengwa, unaogopa utafukuzwa, unaogopa utasemwa vitu gani ambavyo wewe kimsingi ukae kimya. Usiseme kile ambacho kinaendelea kwenye chama chako, ikiwa kwenye mkoa, kwenye jimbo, kwenye wilaya ama kwenye kata zetu zinazoendelea huku chini. Tuna viongozi mbalimbali kuanzia ngazi za kata, wilaya, majimbo, mikoa. Tuna kiongozi wa mkoa ambaye ni Madam Loda, ni mwenyekiti ambaye ndio bosi wa mkoa wa Katavi kupitia Chadema. Tumeona kazi zake toka 2015, tumeona hali yake ya kisiasa ilivyokuwa ikienda. Alipata neema ya kuwa mbunge viti maalum ndani ya muda wa miaka 5. Na kama tunavyojua chama chetu kina utaratibu, kina sheria, kina katiba. Lakini tuende mbele turudi nyuma, wengi tunafanya siasa za kelele bila kujua nini ambacho tunatakiwa kukifanya katika chama chetu na kujenga yale yote ambayo wananchi wameamua kutusapoti kutufikia lengo ambalo tulilokuwa tunataka kusudia. Tuna maswali mengi ya kumuuliza kama mwenyekiti wa chama, lakini tuna maswali mengi ya kumuuliza kama mstaafu aliyekuwa mbunge wa viti maalum. Leo bado ofisi ya mkoa huu wa Katavi bado iko nyumbani kwake. Kesho tukija tukiuliza anadai kwamba analipia kodi. Lakini tukumbuke Chama cha Demokrasia na Maendeleo mkoa wa Katavi tuna eneo. Lakini katiba yetu iko wazi, mtu ambaye ameingia bungeni ana asilimia za kila mshahara wake. Twende tuulizane kwenye hoja za msingi. Asilimia zote za muda ambao amekaa bungeni miaka 5 aliweka shilingi ngapi? Au ndo tutakwenda kusema kwamba hela zote zilitumika kwenye vikao vya kukaa kuzungumzia vitu visivyokuwa na maendeleo, vya vikundi visivyo na msingi ndani ya chama? Ni vitu ambavyo lazima tuelezane na tuwekane wazi. Lakini pia ndiye mwenyekiti wetu ambaye shida zote, kero zote, malalamiko yote lazima yamfikie yeye kama mwenyekiti wa mkoa wa Chadema mkoa wa Katavi. Lakini badala yake ndiye waanzilishi wa vikundi visivyokuwa na maalum katika mkoa wa Katavi. Badala leo tukae tuzungumzie siasa, leo tunakaa kusengenya watu. Leo tunakaa nani amefanya nini, nani amefanya nini, nani atolewe, nani afanye nini. Tunakwenda mbali zaidi. Kila siku tunapiga kelele kuilaumu serikali ya Jamhuri ya Muungano. Lakini kimsingi tuulizane, sisi kama chama
tumetoka wapi, tuko wapi na tunaenda wapi. Tukipata majibu ya msingi ya hayo mambo ambayo tunaulizana, tutajua sasa tuna wakati gani au tuna neno gani la kwenda kuilaumu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini niende moja kwa moja, tumekuwa na vikao vingi vya kuhusiana na maandamano. Ukikaa kidogo, maandamano yanahusiana na nini? Ama toka tumeanza maandamano tumefaidika na nini? Ikiwa tuna kitabu hapa cha BAVICHA, Baraza la Vijana Chadema, ni sera za vijana ambayo imetuweka wazi kabisa kwamba Baraza la Vijana wa Chadema linaamini kuwa vijana ni rasilimali ya kesho katika ulezi wa familia. Lakini leo tunaamini nini kwenye hao vijana? Badala yao tunapandikizwa chuki zisizokuwa na msingi. Imekuwa siasa sasa ni ugomvi usiokuwa na mwisho. Kila kizazi kitachokuja tunapanda chuki ambayo ya mababu waliotoka huko, badala ya kuanzia pale tulipo tukajua wapi tunapotakiwa kwenda. Niwaombe ndugu zangu, tusikubali maandamano yasiyo na tija kwa sababu tu fulani amesema. Tunajidanganya. Tumepoteza watu wengi wasio na hatia. Tumepoteza watu wengi, wamebeba maumivu, watu wengi sana. Kuna watu wamekufa, kuna watu hawajaonekana mpaka leo, kuna watu wamepigwa, wameumizwa, kuna watu ni walemavu. Lakini leo tukikaa tunalaumu serikali. Tuliweka mikakati gani ya kwenda kufanya hayo maandamano? Tuliandaa njia gani? Ikiwa kama uchaguzi zetu tu za ndani huwa ni mtihani, hatuna namna maalum, hatuna njia nzuri ya kusema tunakwenda kwenye uchaguzi. Ukipigiwa simu, fulani wewe ni fulani, utakuwa hivyo. Hatuna utaratibu maalum. Na ndivyo hivyo tunaleta maafa makubwa kwenye taifa hili kwa sababu tunakuwa hatuna njia maalum ya kwenda kwenye maandamano. Na hatuna vielelezo vya kutosha kumweleza mtu aende kwenye maandamano hakazungumzie nini. Maandamano yake hoja yake ni nini? Badala yake ni kelele, na wawezi kukuta polisi unafanya vurugu akuache salama. Tutawalaumu bure. Badala yake vile tunavyokwenda ndivyo tutakavyopokelewa. Naombeni Watanzania wenzangu tuelewane. Kile tunachokiandaa hakikisheni tunachokipanda tutakivuna hicho. Lakini tunaona vitu vingi ambavyo vinaendelea kwa makamu mwenyekiti taifa. Tunaona vitu vingi sana. Waandishi wa habari ni mashahidi. Mtasema. Leo mtu anakuja anakuambia kwamba anaposti gari, analipoti gari linalomfuatilia kwa maana linataka limteke. Swali dogo tu wa Tanzania. Anajuaje kama lile gari linakwenda kumteka? Ni kuulizana padogo. Sawa, mimi natembea, watu wanafuata nyuma kama wana mambo yao. Kama kuna mtu alikuwa anamfuatilia huko mbele. Kwa nini tusichukue muda wa kufikiria haya ambayo tuko nayo kwa sasa hivi? Ni namna gani tunaweza tukakiunda chama kwenye misingi thabiti ili huyo mtu ambaye tunakwenda kupanda jukwani na kumwelezea hakatuelewa, badala yake ya kuweka hoja ya maandamano kila siku, ya kutekwa, ya kuumizwa, ya kunini, ya michango, ya nini, tunawaumiza Watanzania bila sisi wenyewe kujua. Tuache bla bla jamani. Sasa tutashindwa kutembea kwa sababu watekaji nchi sasa wameenea. Kama utaona gari ni geni machoni kwako ni watekaji, tutashindwa kukuelewa. Maana yake sasa ututhibitishie. Umejuaje kama ni watekaji? Tukijua sasa ndio sasa uje ueleze umma kwamba ulikuwa unafanyaje, unafuatilia. Na sio kazi yako. Tuna waandishi wa habari, tuna vyombo vya habari vingi. Tuna vyombo vya dola vingi. Polisi watatoa maelekezo kwamba kuna taarifa imetoka, tumeifuatilia, kuna 1, 2, 3, Mheshimiwa
makamu mwenyekiti ana changamoto ya 1, 2, 3, itawekwa wazi, wananchi wataelewa. Lakini leo ukiona tu kitu kimetofautiana kidogo, moja kwa moja unakuja unakizungumza, unataka. Hiyo ni uharibifu wa watu katika nchi na kuiharibu siasa yako mwenyewe, na ukitegemea kesho unataka kugombea na watu wa kusupport. Naomba hapo jamani, Watanzania tuelewe na tufikirie mara mbili. Kila anayekuja kuzungumza aje na hoja ya msingi ya kujenga chama na sio bla bla za mtaani. Lakini pia naomba nigusie swala la uchaguzi uliopita. Umeleta changamoto nyingi zimetufanya tufikie hapa leo. Lengo la vyama vya siasa kila mmoja kufikia lengo na kuchukua nini? Dola. Naomba mwandishi wa habari hii uiweke vizuri. Lengo la vyama vya siasa kila mmoja anapambana kwa maana ya kutaka dola, na sio kitu kingine. Lakini kama utakuwa ni mtu wa kwanza kuzila uchaguzi, unaonyesha nini? Maanake kuna vitu viko nyuma ya pazia ambavyo wengine hatuvijui. Tunaweza tukasema watu tupo kwenye chama, kumbe kuna watu ambao wana manufaa na hicho chama kuliko vile ambavyo watu wanaofanyia chama siku zote mpaka kimefika hapo. Unazila kufanya uchaguzi, alafu kesho unataka usimame jukwaani ueleze mambo yaliyotoka. Tunataka kwenda kwenye katiba mpya. Tunataka katiba mpya. Katiba mpya inatungwa na wakina nani? Swali dogo. Tutaenda kutungia katiba uwanjani? Kwenye mikutano? Nyumbani? Tumfuate nyumbani tumwambie tutunge katiba? Jibu ni gumu. Tutakimbizana barabarani tukiweka mabango tunataka katiba mpya? Katiba mpya inapatikana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake tunahitaji sasa tupambanie wabunge wa kutosha waende bungeni wakatutengenezee mfumo wa katiba mpya. Badala yake tutajidanganya mpaka dunia igeuke, hakutakuwa katiba mpya. Utataka katiba mpya, watakao kuwa wameingia ni wabunge ambao ni wale wa kijani. Kesho watakuletea katiba ile ile, au wataongeza vitu vigumu, uje tena ulalamike useme unataka tena katiba mpya. Mambo ya ovyo. Mimi ni waombe wa Tanzania, ni waombe waandishi wa habari, watu waelewe kwamba katiba mpya inatungwa bungeni ni kuhakikisha kupambana katika majimbo yetu kupata wabunge wa kutosha, wabunge walio na akili timamu, wabunge wanaoweza kusimamia katiba, wabunge wanaweza kusimamia chama na watu wao, kwenda sasa kuandaa lengo kusudi la wananchi wanaotaka katiba mpya. Kule sasa ndio tunapokwenda kupata mabadiliko ya katiba. Kama sio hivyo tutafanya mchezo wa funika funua, alafu huko pale tunadanganyana. Hata uzunguke mikoa 4000 utoke na nje, kama hujaingia bungeni hiyo katiba mpya sahau. Naombeni tuelewane hapo. Hakuna chama kimoja kitataka kukutengenezea kile ambacho unakihitaji. Badala yake pambana upate wabunge au wabunge wakakuletee katiba mpya. Kama tunaweza kuona, naweza nikatolea mfano mdogo. Tunapokwenda kufanya uchaguzi wa uongozi wa chama, tunakuwa na ngazi mbalimbali. Matawi yatachagua kata zitachagua majimbo yatachagua wilaya zitachagua mikoa inaenda kuchagua kanda na jumuiya zote zinakwenda kuchagua nini? Taifa. Huo ni utaratibu. Sasa kama tutataka kuamka na kufumbua tunataka katiba mpya kwa maandamano, tunajidanganya na tutakufa kweli. Tunadhani sasa hizi kila kitu kiko wazi. Mafunzo ya jeshi yanapopatikana, mafunzo ya polisi yanapopatikana, fikiria maumivu anayoyapata yule mtu akiwa kwenye mafunzo. Alafu aje barabarani na kuelekeze, umletee mambo ya ovyo. Anakufanya nini? Kwa hiyo tuende mbele, turudi nyuma. Kuna wakati tutalaumu watu ambao hawapaswi kulaumiwa. Mazingira mazuri tengeneza ya kwako ili ukayalaumu ya mwenzio. Naomba Watanzania tuungane kwa pamoja, tupunguze hoja zisizo za msingi kwenye siasa
zetu, badala yako tujenge siasa zenye hoja za msingi, wa Tanzania watuelewe.